Bwana Yesu asifiwe sana. Na kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya muda na saa kama hii. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mpakwa mafuta ya Bwana mtumishi Gideon pamoja na mama mtumishi kwa jitihada wanazozifanya katika madhabahu hii. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya watendakazi wa Gideon Online TV. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kila mmoja aliyefika mahali hapa. Namshukuru pia Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wale wote wanaotufuatilia katika channel ya Gideon Online TV. Wengine wapo njiani, wengine wapo darasani, popote pale mlipo. Namtukuza Mungu kwa ajili yenu kwa sababu nyie ni sababu ya sisi kuwepo mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tazama wanao tuko mbele zako, tunakushukuru, tunasema ni asante kwa majira na saa kama hii Bwana. Tunasogea mbele zako Mungu tukikushukuru kwa ajili ya kipindi kilichopo mbele yetu. Tazama siku ya leo Bwana, tumekuja mbele zako siku ya Jumanne ambayo Bwana umetupa tena nafasi ya kuja mbele zako. Tunakushukuru Mungu, tunasema ni asante kwa kuwa sio kwa uweza wetu Bwana. Ninakushukuru kwa ajili ya kila mmoja ambaye Bwana atasikiliza neno hili na kuipokea sala hii ambayo Bwana Yesu alitufundisha, na sisi Bwana tumeipokea. Nami katika jina la Yesu niko mahali hapa nikiwafundisha ili tujue ya kwamba Bwana tutasogea mbele zako kwa maombi ya namna gani kwa kutumia sala hii. Baba, tunaomba ukaachilie usikivu kwa kila mmoja ambaye atasikiliza neno hili na sala hii ili likapate kumuinua na kumfundisha katika utumishi wake Bwana. Tazama wengine tunasali sala hii kama vile tunasoma tu Biblia, kama vile tunasoma gazeti, lakini kumbe Bwana kuna siri kubwa ambayo iko katika sala hii ya Baba yetu. Nami leo nimekuja mbele zako Bwana, ninaomba Roho Mtakatifu akanitumie ili nifundishe kama upendavyo wewe. Ni katika jina la Yesu ninaomba Mungu. Baba, tazama ninakwenda kinyume na nguvu zote za yule mwovu shetani. Ninaharibu kila mipango mibaya waliopanga adui kwa ajili ya huduma. Ninaziharibu kwa damu ya mwana kondoo. Ninategua hiyo mitego walioitega kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninakataa roho ya usingizi, ninakataa roho ya kushindwa kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Naomba Bwana Roho Mtakatifu akashuke mahali hapa, akatutie nguvu, tukapate usikivu, tusikie neno lako kwa amani na furaha. Ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibuni sana. Na wakaribisha wale wote mlioko mahali hapa na wale ambao mnatufuatilia katika channel ya Gideon Online TV. Ninawakaribisha katika kipindi chetu ambacho siku ya leo ya Jumanne tutajifunza siri na nguvu iliyopo kwenye sala ya Bwana au sala ya Baba yetu. Kuna wanaosema ni sala ya Bwana, kuna wanaosema ni sala ya Baba yetu. Bwana Yesu asifiwe. Sala ya Bwana ni sala inayotupa mwongozo wa namna ya kumwomba Mungu, wa namna ya kumwomba Mungu wetu aliyetuumba. Pia ni sala inayotufundisha kuinua sifa na kumtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakiwa tunapoomba tuinue sifa na tumtukuze Mungu. Kupitia sala hii tutajifunza jinsi tutakavyofuata vipengele vyote. Bwana Yesu asifiwe. Pia sala hii inatufundisha jinsi ya kumwomba Mungu msamaha na jinsi ya kusamehe wengine. Bwana Yesu alivyotufundisha hii sala, alitufundisha akijua ya kwamba Roho Mtakatifu atatufundisha zaidi, tuingie kwa undani zaidi katika hii sala ili tumuombe Mungu kwa wepesi, na jinsi tutakavyomuomba ndivyo Mungu atakavyotupa haja ya mioyo yetu sawa sawa na mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza kabisa tusome sala yenyewe, alafu tutapitia kipengele kimoja hadi kingine. Fungua nami Biblia yako Mathayo 6 kuanzia mstari wa 9 mpaka wa 13. Mathayo 6 kuanzia mstari wa 9 mpaka wa 13. Nami nasoma kwa msaada wa Bwana. Basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni.
utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehavyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio sala Bwana Yesu alitufundisha, lakini leo tutajifunza vipengele 8 ambavyo tukivitumia katika hii sala, tukimwomba Mungu kwa kutumia hivyo vipengele, Mungu atatujibu sawa sawa na mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kipengele cha kwanza ni hapa panaposema Baba yetu uliye mbinguni. Kipengele cha kwanza kinaeleza tunapoanza kuomba, tuelekeze maombi yetu kwa Baba. Maombi yetu tunatakiwa tuelekeze kwa Baba aliye mbinguni, na tunapomwita Baba tumwambie yeye ni Baba kwetu, hatuna baba mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Unatakiwa mwambie wewe huna baba mwingine, yeye ndiye anayestahili kuabudiwa, yeye ndiye anayestahili kumweleza shida zetu. Kwa hiyo yeye ni Baba. Mwambie wewe ni Baba kwetu, hatuna baba mwingine zaidi yako wewe. Unatakiwa ujue yeye ni ubaba wake, ni ubaba wa namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Unapomweleza mahitaji yako, yeye atakujibu sawa sawa na mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Hapa kuna maswali ambayo yamkini tutajiuliza. Ni kwa nini Bwana Yesu atufundishe hii sala ya Baba yetu? Kwa nini asifundishe sala ingine akafundisha hii? Bwana Yesu asifiwe. Hapa tuna swali, kwa nini Baba yetu atufundishe? Kwa nini Bwana Yesu atufundishe tuombe kwa jina la Baba na sio kwa Mungu, na Baba ni huyo huyo Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Mimi na wewe tunaweza tujiulize, huyu Baba tunayemuomba ni huyo huyo Mungu. Kwa nini asiseme hiyo sala iwe badili ya kusema Baba yetu uliye mbinguni, aseme kwamba Mungu wetu uliye mbinguni, yeye akasema ni Baba? Hapa leo tutajua sababu ni kwa nini alisema Baba yetu uliye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, ni kwa sababu jina la ubaba lina heshima kubwa sana na mahusiano mazuri zaidi kwetu na aliyetuumba. Kuna mahusiano kati yetu sisi na Mungu aliyetuumba kuliko la umungu ambalo viumbe vyote vinamwona muumba kama Mungu, lakini wanadamu tumepewa heshima ya kumuita Mungu Baba. Hakuna kiumbe kilichopewa hii heshima ya kumuita Mungu Baba. Kwa hiyo tunavyomuomba Mungu kwa kutumia jina la Baba yetu, huwa anakaa katika kiti chake cha enzi, anatulia, anasikiliza yale maombi ambayo unapeleka kwake. Ndiyo siri ambayo ipo katika hii sala. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie katika Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 18. Kuna jambo tutajifunza hapo. Wakorintho wa pili mstari wa 18. Sura ya 6 mstari wa 18. Nami nasoma kwa msaada wa Bwana. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu, wa kiume na wa kike, asema Bwana Mwenyezi. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Mungu amekubali ya kwamba yeye atakuwa baba kwangu, atakuwa baba kwako, yani kwa kila mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu, yeye atakuwa baba. Kwa hiyo tunashauriwa ya kwamba tuombe sala hii kwa kutumia jina la Baba. Wewe mzazi uliopo, labda ni katika familia kuna baba na mama. Mtoto anapoenda kumwomba baba yake mahitaji, huwa anaenda kwa heshima. Huwa anaenda akijifikiria, nitakavyoenda kusimama kwa baba nitasimamaje? Na sisi tunatakiwa tujue ya kwamba tutasimamaje mbele za Mungu tunavyoenda kumpelekea mahitaji yetu, ili Mungu atege sikio lake atusikilize. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakiwa kwanza tujitakase, kwa sababu Mungu ni mtakatifu. Usipojitakasa, Mungu ataficha uso wake.
Ukiwa una dhambi, Mungu ataficha uso wake. Ndio sababu leo Roho Mtakatifu anatufundisha hii siri ya kumwomba Baba. Tumuombe Baba kwa kuwa yeye amekubali kuwa baba kwetu, kwa kuwa yeye amekubali tuwe pamoja naye. Sisi tuitwe watoto. Ni sawa na katika familia zetu kuna baba na mama. Anayetukuzwa pale katika familia ni baba. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho, na huyu Mungu aliyetuumba, anayetakiwa kutukuzwa ni baba. Bwana Yesu asifiwe. Kipengele cha pili. Kwanza kabisa nataka nikuambie mtu wa Mungu, sisi tumepewa heshima kubwa kuliko malaika. Hata malaika hawakupewa hichi kibali cha kuitwa wana. Ni sisi tumepewa. Ukienda ukifungua pale Ebrania sura ya 1 mstari wa 5, utaona pale. Kasome pale, utaona heshima ambayo Mungu ametupa sisi kuitwa wanawake. Tuingie kipengele cha pili. Kipengele cha pili kinasema, jina lako litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani jina la Mungu Baba litukuzwe. Kipengele cha pili ni kulitukuza jina la Bwana na kuliinua, kwa sababu jina la Mungu huchafuliwa sana. Huchafuliwa na maovu yetu, huchafuliwa na watu wasiomwamini, huchafuliwa na adui zetu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Mungu linachafuliwa sana. Unaweza kuwa umeokoka na unampenda Mungu, unasimulia matendo makuu ya Mungu, lakini anatokea mtu ambaye hamjui Mungu, akalidharau lile jina, akadharau lile neno unalolisema. Kwa hiyo ni kwamba jina la Mungu limefanya nini? Limedharauliwa. Kwa hiyo tunatakiwa sisi katika kuomba, kabla hujapeleka maombi yako, ulitukuze kwanza jina la Bwana. Uliinue jina la Bwana, maana jina la Bwana ni jina linalopita majina yote. Ni jina lenye nguvu, ni jina lenye uweza, ni jina linaloponya. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie pale Rumi 2 mstari wa 24. Nami nasoma kwa msaada wa Bwana. Kwa maana jina la Mungu hutukanwa katika mataifa kwa ajili yenu, kama ilivyoandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Mungu linatukanwa kwa ajili yangu mimi na wewe. Mimi na wewe uliookoka, jina la Mungu linatukanwa. Unaweza kupita njiani ukakwambia, Mungu yupi unayemwabudu? Ni Mungu yupi unayemtamka? Tayari lile jina limeshadharauliwa, tayari lile jina limeshatukanwa. Bwana Yesu asifiwe. Inatakiwa kwanza tulitukuze na kulitakasa hilo jina la Bwana, ambalo limetukanwa na watu wengi, ambalo limedharauliwa na watu wengi. Bwana Yesu asifiwe. Hata pale ukiangalia Ezekia 36 anakuambia, nami nitalitakasa jina langu kuu lililotiwa unajisi. Mungu anasema jina lake limetiwa unajisi, anasema atalitakasa. Kwa hiyo tutakavyoanza maombi, katika maombi yako unayotaka kuomba, una jambo ambalo unataka kuomba, litakase kwanza jina la Bwana, liinue kwanza jina la Bwana, litukuze jina la Bwana, ambalo hilo jina ndilo litakalofungua malango yako, njia zako, baraka zako, kwa kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Maana hata Yesu alisema, akasema ya kwamba mtakavyomwomba Baba kwa kupitia jina langu, naye atawapa. Kwa hiyo sasa tunatakiwa hili jina tulitakase na kulitukuza. Bwana Yesu asifiwe. Tukienda kipengele cha 3, kinasema kwamba ufalme wako uje. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona duniani kuna mateso, kuna taabu, kuna huzuni na maumivu ya kila namna ambayo ufalme wa shetani umesababisha. Mapito unayopitia sio Mungu amesababisha, shetani ndiye amesababisha. Kwa hiyo shetani alikuja na ufalme wake kuharibu kazi ya Mungu. Sasa hapa unapoomba, yamkini pito unalolipitia ni ufalme wa shetani umesimama. Sasa pasipo kuomba, ujue kwamba ni ufalme upi umesimama, au ufalme wa ukoo, au ufalme wa mababu.
Mtu wa Mungu, hata ukiomba huwezi kufanikiwa kwa sababu zile falme zinakamata. Lakini hapa tunatakiwa tuombe ufalme wa Mungu uje. Anakwambia ufalme wako uje. Uje wapi? Uje kwako. Uje katika maombi yako. Uje mahali ulipo. Tunatakiwa tuombe ufalme wa Mungu uje ukae pamoja na sisi. Ufalme wa Mungu uje na serikali yake ya mbinguni, kwa sababu shetani naye ana ufalme wake na serikali yake, ambapo shetani ana wachawi, ana waganga, ana mapepo, ana majini ambayo yanamsaidia kufanya kazi. Na sisi wakati tunaomba, tukitaka sasa Mungu atusaidie, tunamwomba Mungu, tunaomba ufalme wako uje. Baba, tunaomba ushuke na kiti chako cha enzi, ushuke utuketishe, tuketi pamoja, ili Baba tuangushe ufalme huu wa giza, tumwangushe adui, tuangushe mapepo majini, tuangushe hizi falme ambazo Bwana zinatusababisha tusisonge mbele. Bwana Yesu asifiwe. Utakapoanza kumtukuza Mungu kwa kutumia haya na kuinua ufalme wake na kumwambia wewe ndiye mfalme, hakuna mfalme kama wewe, hakuna mtawala kama wewe, hakuna mweza kama wewe, naomba Baba ushuke uangushe ufalme wa mapepo majini, na Mungu atashuka, ataangusha ule ufalme. Kwa hiyo maombi yako yatapata upenyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kila ufalme ukae ukijua una nguvu zake. Ufalme wa giza, usipoomba ufalme wa Mungu ushuke, huwezi kuangusha ngome. Huwezi kuangusha ngome ya giza pasipo kuomba ufalme wa Mungu ukusaidie, pasipo kumwomba Mungu ashuke na serikali yake ikusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kipengele chetu cha 3 tunatakiwa tumuombe Mungu aje yeye, ufalme wa Mungu uje pamoja na serikali yake ya mbinguni na jeshi lake lote la mbinguni litusaidie kuangusha hizi falme. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kipengele cha 4. Kipengele cha 4 kinatuambia ya kwamba baada ya kuomba ufalme wa Mungu uje, unatakiwa uombe mapenzi yake yatimizwe. Kwa hiyo kipengele cha 4 kinasema mapenzi yako yatimizwe. Bwana Yesu asifiwe. Mapenzi ya nani yatimizwe? Mapenzi ya Mungu. Katika kazi yako mapenzi ya nani yatimizwe? Mapenzi ya Mungu. Katika huduma yako mapenzi ya Mungu. Kila kitu kitimizwe kwa mapenzi ya Mungu. Pasipo mapenzi ya Mungu, mtu wa Mungu, hatutaweza kufanya jambo lolote. Hata kwa afya zetu tulizo nazo, ni mapenzi ya Mungu ukawa hivyo ulivyo. Ni mapenzi ya Mungu hapo ulipo, ni mapenzi ya Mungu kwenye hiyo kazi ulionayo, ni mapenzi ya Mungu kwenye hiyo biashara ulioko nayo. Pasipo kuomba mapenzi ya Mungu kwenye kazi yako au biashara yako au kwenye huduma yako au kwa watoto wako, nataka nikwambie itatawala mapenzi ambayo yataharibu kazi yako, yataharibu biashara yako na kuangusha kile ambacho Mungu amedhamiria kukupa. Muombe Mungu mapenzi yake yatimizwe. Katika afya yako mapenzi yake yatimizwe. Katika haja yako ya moyo mapenzi yako yatimizwe. Ni mapenzi yake wewe uishi kwa amani kama yeye anavyoishi huko mbinguni kwa amani, kwa sababu ameshasema ya kwamba wewe ni mtoto wake na yeye ni baba kwako. Kwa hiyo unabidi umweleze, umwambie Mungu, niko hapa kwa mapenzi yako. Sikuzaliwa kwa bahati mbaya, bali nimezaliwa kwa ajili ya mapenzi yako. Hata kuja hapa duniani ni wewe Baba umeruhusu, ni wewe Baba umenipa hii neema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kumalizia, fungua nami Mathayo 26 mstari wa 39. Mathayo 26 mstari wa 39. Nami nasoma kwa msaada wa Bwana. Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifudifudi, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, wala si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Kwa hiyo hapa Yesu ameshatufundisha jinsi alivyomwomba Mungu. Alivyokuwa pale msalabani anateseka, alimwambia Mungu mapenzi yake yatimizwe. Na mimi na wewe tuko mahali hapa, tujifunze kumwomba Mungu mapenzi yake yatimizwe katika mahitaji yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa leo vipengele hivi 4 tutaishia hapa. Jumanne ijayo tutakuja kujifunza kipengele cha 5 mpaka cha 8.
Mtu wa Mungu, tujifunze kuomba. Sio hii sala tuifanye kwamba ni gazeti, tuisome tu, hapana. Tuisome alafu tutafakari, tujue ya kwamba Mungu Baba ni nani, yeye ni nani kwetu, na yeye ni nani aliyetuumba. Bwana Yesu asifiwe. Simameni tumshukuru Mungu kwa kipindi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa Nazareti, Mungu mkuu uliyeketi mahali pa juu, mahali palipoinuka. Tazama wanao, tunakushukuru, tunasema ni asante Baba, maana Roho yako Mtakatifu ametufundisha Mungu kuhusu sala ya Baba yetu. Tazama wengine tulikuwa hatujui jinsi ya kuenenda na hiyo sala, jinsi ya kuomba kupitia hiyo sala, lakini leo Roho Mtakatifu ametufundisha Bwana jinsi ya kuomba kupitia sala ya Baba yetu. Nasi Bwana tutakushukuru na kusema ya kwamba wewe ni Baba kwetu, ni Baba kwa watoto wetu, ni Baba kwenye kazi zetu, ni Baba kwenye huduma yetu, ni Baba wa kila kitu. Ndio maana Baba ulikubali kuwa wewe ni Baba na sisi ni wanao. Baba, tunakushukuru, tunasema ni asante. Na majira haya na saa hii Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya wote waliosikiliza neno hili. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen.